Kauli ambayo ameweza kuitoa Askofu Benson Bagonza pamoja na Profesa Abeli Kiondo imeweza kuibua mijadala mikubwa katika mitandao ya kijamii, ambapo Askofu Bagonza ameweza kusema kuwa vijana wengi hapa nchini wanakosa nafasi za kushiriki kikamilifu katika siasa kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo mifumo ya kisiasa, elimu na mazingira ya kijamii. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Dayosisi ya Karagwe, Benson Bagonza amesema kuwa vijana nchini wanakosa fursa ya kuweza kushiriki kikamilifu katika siasa kutokana na mazingira yanayowalazimu kuweza kujiunga na vyama vya siasa ili washiriki baadhi ya michakato ya kisiasa. Amesema kutokana na hilo, vijana ambao si wanachama wa vyama vya siasa ni wengi kuliko wale wanaojiunga na vyama. Aidha, amesema kuwa changamoto zinazowakabili vijana haziwezi kutatuliwa kwa matumizi ya nguvu pekee, bali zinahitaji mjadala wa wazi, hoja zenye ushahidi na sera zinazojibu mahitaji yao. Wakati Askofu Benson Bagonza akieleza hayo, Profesa wa uchumi Abeli Kiondo amesema bado kuna mjadala kuhusu namna jamii inavyoelewa vijana na mahitaji yao. Amesema kwamba vijana wengi hujenga mifano ya maisha kupitia watu maarufu, jambo linaloonyesha umuhimu wa viongozi na taasisi mbalimbali kuendelea kujenga mazingira yatakayowezesha kupata vielelezo vya uongozi vinavyovutia. Askofu Benson Bagonza pamoja na Profesa Kiondo wamesema hayo mnamo Julai 9 mwaka 2026 kwenye kongamano la kisiasa na kisheria lililofanyika kule visiwani Zanzibar, likiwakutanisha viongozi wa vyama vya siasa, asasi za kiraia, wanaharakati na wananchi kuweza kujadili masuala ya demokrasia, utawala bora na haki za binadamu. Akichangia mada kuhusu elimu ya uraia, siasa na uongozi, Askofu Bagonza amesema kuwa baadhi ya vijana hujihisi kutengwa na michakato ya kisiasa kutokana na mtazamo wao kuwa na nafasi za uongozi zinazopatikana zaidi kupitia vyama vya siasa. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukioji Askofu Benson Bagonza, amesema kuwa vijana wengi hawapo kwenye vyama vya siasa. Ni muhimu kujiuliza kama ushiriki wa kisiasa unapaswa kutegemea uwanachama wa chama pekee. Wale ambao si wanachama wanashiriki vipi katika masuala ya kisiasa? Alimalizia kwa kuhoji. Aidha, amesema kuwa baadhi ya vijana hupoteza hamasa ya kuweza kushiriki katika uchaguzi kutokana na mitazamo tofauti kuhusu mazingira ya uchaguzi na uwezo wao kuweza kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa Askofu Benson Bagonza, amesema kuwa changamoto nyingi ni uwezo mdogo wa kifedha unawakabili vijana hao, jambo linalowafanya washindwe kugharamia baadhi ya hatua za kutafuta haki au kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa. Amesema kwamba hali hiyo huwafanya baadhi yao kuweza kutumika zaidi katika shughuli za kisiasa za wengine badala ya wenyewe kujijengea nafasi za uongozi. Askofu huyo pia amesema kuwa uwakilishi wa vijana katika nafasi mbalimbali za uongozi bado ni mdogo sana, na kuwa mara nyingi wanapopata nafasi hizo ni kikundi dogo lenye uwezo wa kifedha na mahitaji na gharama zinazohusika katika kujiunga katika vyama hivyo. Kwa upande wa malezi, amesema kuwa familia na taasisi mbalimbali zina nafasi muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili na uwezo wa uongozi. Hata hivyo, amesema kuwa mabadiliko ya teknolojia na matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii yamebadili namna vijana wanavyopata taarifa na kuweza kujenga mitazamo yao kuhusu maisha na uongozi. Nikimnukuu tena hapa, amesema kuwa mitandao ya kijamii imekuwa na ushawishi mkubwa kwa vijana, hivyo taasisi mbalimbali zinapaswa kubadilika na kutumia njia zinazowafikia vijana kwa ufanisi zaidi. Alisema hivyo Askofu Benson Bagonza. Aidha, amesema kuwa changamoto zinazowakabili vijana haziwezi kutatuliwa kwa matumizi ya nguvu pekee, bali zinahitaji mjadala wa wazi, hoja zenye ushahidi na sera zinazojibu mahitaji yao. Amesema kuwa vijana wa sasa wanahitaji kusikilizwa bila haraka ya kuwajibu,
na si matamshi kofia, fulana, baiskeli na wala mikopo. Nikinukuu hapa tena alichoweza kukisema, amesema kuwa vijana wanahitaji kuruhusiwa kufanya makosa yao bila huruka ya kutekwa, kuwapiga wala kuwaumiza. Mfumo unahitaji kiwango cha juu cha uvumilivu kuliko mbinu za nyakua ninazoziona zinatumika au zinatamaraki kila mahali hapa nchini. Mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake, Profesa Abel Kinyondo amesema kuwa bado kuna mjadala kuhusu namna jamii inavyoelewa vijana na mahitaji yao. Amesema vijana wengi hujenga mifano ya maisha kupitia watu maarufu, jambo linaloonyesha umuhimu wa viongozi na taasisi mbalimbali kuendelea kujenga mazingira yatakayowezesha kupata vielelezo vya viongozi vinavyowavutia. Akizungumzia maendeleo ya demokrasia, Profesa Kinyondo amesema kuwa kuna umuhimu wa kuendelea kujadili njia mbalimbali za kuweza kuongeza ushiriki wa wananchi katika uongozi, ikiwemo mjadala kuhusu mgombea binafsi. Pia amependekeza kufanyika kwa tathmini ya utekelezaji wa fursa za 4Rs, yaani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya. Hili yanayohitaji kuimarishwa katika muktadha wa maendeleo ya kidemokrasia hapa nchini yawe ndani ya hizo 4R. Nikinukuu maneno ya Profesa Abel Kinyondo hapa, amesema kuwa ni imani yangu kwamba katika mkutano huu tuweze kubainisha wanaonufaika na kero zilizopo na kujua namna namna tunavyoweza kushughulika nao. Ni jambo moja kuzungumza kuwa kuna watu wanatekwa, wengine wanafungwa, mikutano inazuiliwa na maandamano yanazuiwa. Lakini ukweli ni kwamba kuna kundi la watu linanufaika na hali hiyo. Ili wao wafaidike, watu wanatekwa na mikutano inazuiwa. Sasa hali hiyo ikisimamisha, faida wanayoipata haitokuwepo. Amesema hivyo Profesa Abel Kinyondo kwamba katika utekaji unaoendelea kwa sasa nchini, mikutano ya kisiasa inayozuiliwa kwa sasa nchini, kuna watu au kundi la watu wachache linanufaika na hivyo vitu. Amesema kwamba kwa upande wake Lukia Ibrahim akichangia mjadala huo, amesema kuwa vyama vingi vya ukombozi vipo katika utawala wa sasa kutokana na kuwa karibu na dola. Amesema kwamba hakuna chama chochote kilichoanzishwa kwa ajili ya ukombozi kwa kuwa waanzilishi wake walikuwa ndani ya dola tangu kilipoanzishwa. Nikinukuu maneno hapa ya Lukia amesema kwamba vijana hatujui tunataka nini. Kama tunataka kitu, tunapaswa kutoka kudai haki. Haki haijawahi kupatikana kwa njia rahisi. Tuwe na msimamo ya kutaka mabadiliko ya katiba, amesema hivyo Bi Rukia. Naye Rukia Nasri amezungumzia swala la watu kuwa machawa, akisema kuwa aliwahusu vijana peke yake, bali hata watu wazima wamekithiri katika tabia hiyo ya kujipendekeza kwa watawala. Kuhusu matumizi ya mitandao, amesema kuwa vijana wanatumia zaidi mitandao ya kijamii kwa sababu mikusanyiko hairuhusiwi, lakini mitandao tunapotaka kuzungumza hakuna zuio tunaloweza kukumbana nalo. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekisema Bi Rukaya kwa kile ambacho ameweza kukisema kuhusiana na maandamano pamoja na hivyo vitu vingine vya kuzuiwa kwa mitandao ya kijamii. Sasa hapa kuna baadhi ya maoni ya wadau wamekuja kuyatoa kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukisema watu hawa, tukianza na Askofu Benson Bagonza alichokiongea, tukaja kwa Profesa Abel Kinyondo, tukaja kwa Rukia, tukaja kwa Rukaya. Wote wameweza kutoa pointi zao na nadhani wote mmeweza kuzisikia. Sasa hapa kuna maoni ya baadhi ya watu kama 5 hivi au 4.
Tukishamaliza kukusogezea maoni ya hao watu, tutakuachia nafasi ya wewe uweze kutambia ni kipi ambacho unacho. Tukianza na huyu Peter Silas. Peter Silas anasema kuwa askofu anatamani vijana waone mambo kama yeye anavyoyaona, walete fujo. Vijana wa Tanzania hawaoni sababu, kwani fursa ziko wazi za kiuchumi na wanapambana badala ya kuweza kujihusisha na mambo ambayo hayawasaidii. Askofu anapenda fujo, jambo la kushangaza kidogo. Huyo Peter Silas akawa amemaliza. Lakini tukija kwa Thomas Paulo anatuambia kwamba watu wanaofaidika ni makada wa CCM na watoto wao. Mfano mtoto wa Marichela au Alois Kolimba alisema CCM haina dili, baadaye kafa. Dodoma muda hapa, huyu akasema Dodoma muda kawa DC Wasumai pia. Hapa sijamuelewa bwana Thomas alikuwa anamaanisha nini, tunaachana naye. Tukija kwa huyu Bangu Boss yeye anasema kwamba asante kwa mawazo mazuri, huko tofauti sana na Marasusa aliyemsaidia Samuya kumpeleka kwa waganga. Hasa sijajua huyo Samuya ni nani. Nadhani huko mnaosikiliza mtakuwa mnajua Samuya ni nani aliyepelekwa kwa waganga na huyu Marasusa. Lakini tukienda kwa Edward anasema kwamba Bwana asema tunawahitaji, mwalishe kondoo aliyokukabidhi Bwana Yesu. Huyu akamaliza kwa kutoa neno la Mungu. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali zinazojiri katika taifa hili la Tanzania.